Naam, karibu tena mtazamaji. Imekuwa pigo kwa waathiriwa wa mlipuko wa bomu wa mwaka 1998 jijini Nairobi baada ya mahakama kuu kutupilia mbali ombi lao la fidia, hatua iliyohitimisha kesi ambayo wengi walitarajia ingewaletea haki zaidi ya miongo miwili baada ya tukio hilo. Katika uamuzi wake, mahakama imesema kwamba walalamishi walishindwa kuthibitisha kwamba serikali ilikuwa na taarifa za kijasusi ambazo zingesaidia kuzuia shambulio hilo, kama Ben Kirui anavyosimulia. Waliketi ndani ya mahakama wakiwa na subira na matumaini makuu. Subira hiyo kwa waathiriwa na familia zilizoathiriwa na mlipuko wa bomu wa mwaka wa 1998 jijini Nairobi ikigeuka ghafla na kuwavunja moyo baada ya mahakama kuu kutupilia mbali kesi yao ya kudai fidia. Huzuni ilikuwa wazi nyusoni mwao Jaji Lawrence Mugambi alipotoa uamuzi katika ombi lililowasilishwa Agosti mwaka wa 2019, akisema kuwa kesi hiyo haikuwa na msingi wa kisheria wa kutosha kushurutisha serikali kuwajibika kwa shambulio hilo. This court finds and holds that the petitioners failed to prove the respondents acted in a manner so as to endanger lives of the persons who died out of the bomb attack. For the reasons aforesaid, I find the petition lacks merit and I hereby dismiss the same in its entirety. Ingawa mahakama ilitambua mateso makubwa waliopitia waathiriwa, ilisisitiza kuwa hawakutimiza kisheria kwamba serikali ilikuwa na lawama. If the ruling class were affected in this, we could get justice. But now, this is injustice, pure injustice in the justice system. We are truly disheartened. For close to 3 decades, these men and women you are seeing over here and elsewhere have been waiting for justice to be served. If we cannot get we cannot get justice in Kenya, in our own country, kama hawaji wamekataa, Wamarekani watakubali aje? Uamuzi huo umetolewa siku mbili tu baada ya kifo cha mlalamishi mkuu Evanson Ndung'u Gitu, ambaye alikuwa na matumaini makubwa akisubiri uamuzi wa kesi hiyo. Bintiye Ruth Mwihaki alisema tukio hilo ni pigo maradufu kwa familia yao. We have been dismissed to a bomb that happened that does not need evidence. It happened. You know, the bomb happened. So because it happened, were people around? We are the people who are around. What other evidence does anyone need? Mtoto wangu alikuwa anaitwa Masho Wajiko, alikuwa anafanya kazi ufundi cooperative na alikuwa director huko. Kwa hivyo hatuna hofu ati matatupatia. Hatuna Mungu asikuwa aongee ndani yao. Atume ile Roho Mtakatifu alitupatia. Waathiriwa hao zaidi ya 1500 wanadai serikali iliwaacha bila msaada, wakibainisha pia kuwa serikali ya Marekani tayari imelipa fidia kwa familia za raia wake waliouawa au kujeruhiwa katika shambulio hilo. Baada ya takriban miaka 7 ya kutafuta fidia na wajibikaji mahakamani, familia za waathiriwa wa mlipuko wa bomu wa mwaka wa 1998 wameondoka mahakamani wakiwa na masikitiko makubwa. Japo wanasema wanaheshimu uamuzi wa mahakama, wanasema wataelekea katika mahakama ya rufaa kukata rufaa ya uamuzi huo. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.